na kwa kweli tumeona mkasi ukiongea. Leo tumeona katika jengo hili, na wenzetu waliotangulia kusema na wale walioongea kwa vitendo walisema hii ni sehemu tu, lakini kazi ya aina hii imeendelea katika maeneo mengi kwenye sekta ya elimu, katika maeneo mengi kwenye sekta zingine kama vile afya, ujenzi pamoja na shughuli za uzalishaji. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya tarehe 12 Januari 1964 yaliondoa mfumo wa ubaguzi na kuweka msingi wa serikali ya wananchi. Tangu wakati huo, maadhimisho ya mapinduzi yamekuwa chombo cha kuimarisha umoja wa kitaifa na kuchochea shughuli za maendeleo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, umetuonesha tofauti kati ya utawala wa kikoloni na utawala wa kizalendo ambao ulichukua hatamu baada ya mapinduzi. Ni kwa msingi huu maadhimisho haya yamekuwa yakiambatana na uzinduzi wa miradi ya kimkakati ya kiuchumi na kijamii. Katika maadhimisho ya mapinduzi matukufu kwa mwaka 2026 tumeshuhudia uzinduzi wa miradi mbalimbali ikiwemo ufunguzi wa jengo la abiria yale Terminal 1 uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume, ufunguzi wa kiwanja cha mpira wa miguu cha Mwehe wilaya ya Kusini mkoa wa Kusini Unguja, na ufunguzi wa viwanja vya michezo Gombani wilaya ya Chake Chake mkoa wa Kusini Pemba, uwekaji wa jiwe la msingi wa ujenzi wa jengo la Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa wilaya ya Chake Chake upande wa mkoa wa Kusini. Uzinduzi wa miradi mbalimbali unadhihirisha matunda ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar katika uboreshaji wa huduma za jamii na uimarishaji wa maendeleo endelevu. Leo tumeshuhudia jengo pamoja na miundombinu ya kisasa ya kujifunzia. Huu ndio urithi sahihi kwa watoto wetu. Leo tarehe 5 Januari 2026, kama nilivyosema, tumezindua rasmi skuli ya sekondari ya Chukwani kama sehemu ya utekelezaji wa maadhimisho ya mapinduzi kwa vitendo, tukiweka kipaumbele katika maendeleo ya sekta ya elimu. Historia inaonyesha kuwa kabla ya mapinduzi matukufu, kama ambavyo tumetoka kuambiwa, Zanzibar ilikuwa na skuli 5 tu za sekondari zenye wanafunzi 1038 pekee, hali iliyowanyima wahitaji wengi fursa ya kupata elimu. Mapinduzi yalibadilisha hali hiyo kwa kuifanya elimu kuwa haki ya kila Mzanzibari. Wanafunzi 1038 pekee Zanzibar yote. Leo kwa hesabu tuliopigiwa hapa ya 45 mara 42 tunapata 1890 hapa peke yake. Ni lazima tupende kazi za mikono yetu. Hii ni moja ya jambo la kujivunia kwamba tunapiga hatua, kwamba tunasonga mbele. Kazi na utu. Kwa ndugu wananchi, tangu wakati huo elimu imekuwa chombo muhimu cha kuwezesha wananchi kuimarisha maisha yao, kufungua fursa mpya za kiuchumi na kijamii, pamoja na kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa taifa. Kupitia elimu, Zanzibar imeendelea kujenga jamii yenye usawa, mshikamano na matumaini ya maendeleo endelevu. Ujenzi wa skuli hii ya sekondari ya Chukwani ni mwendelezo wa azma ya serikali ya kujenga skuli za kisasa
zinazokidhi mahitaji ya mtaala mpya. Skuli hii iliyoifungua leo imejengwa kwa viwango vya kisasa, ikiwa ni maabara za sayansi na kompyuta, maktaba na vyumba vya madarasa vinavyowezesha matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano katika kufundishia na kujifunzia. Na Mheshimiwa Mbunge, ulisema watakaofanya vizuri utawaleta Dodoma, na mimi nikuhakikishie nitakuwa tayari kuonana nao utakapowaleta. Hivyo ni matumaini yangu kuwa skuli hii ya sekondari ya Chukwani itaendeleza lengo la kutoa elimu bora kwa wote bila kujali tofauti zilizopo na kuhakikisha kuwa elimu inayotolewa inakuwa na tija kwa Wazanzibari wote na taifa kwa ujumla.